Naitwa Francis Jana Salamba, ni afisa mikopo ndani ya kikundi cha Matumaini. Letu kwa jina linaitwa Matumaini Finance. Kikundi ambalo limeanzishwa takriban miaka 8 iliyopita. Kwa wanachama kuwekeza na kujifesha kwa ajili ya manufaa ya kwao binafsi na kwa jamii nzima. Kundi letu ni kundi ambalo lina uwekezaji wa hisa. Kununua hisa kwa kujiwekeza kidogo kidogo, alafu unapokuwa na mahitaji kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kujiendelezea miradi yako, unaweza ukakopa kulingana na kiwango ulichonacho ndani ya kundi letu. Kundi letu pia kutokana na miradi yetu hiyo ambayo kutokana na huo mradi wetu wa kukopeshana hisa ambazo huwa tunaweka, tumefanikiwa kuwa na miradi ya moja kwa moja kwa pamoja, ambapo kundi letu lina mradi wa kuazimisha matubai pamoja na viti, na pia tumefanikiwa kwa namna moja ama nyingine kuanzisha kiwanda cha uchakataji wa nafaka ambacho hicho hapo tunachokiona. Lakini kwa wanachama mmoja kwa manufaa ambayo tumeweza kupata, moja wapo ni kuweza kutokuwa na changamoto ya ulipaji wa ada kwa watoto. Tunalipa kwa wakati na tunapeleka sehemu yote ambayo tunahitaji, kwa sababu hatupati changamoto ile ya kwamba hatuna ada ili tuweze kuwalipia watoto. Lakini manufaa ya pili ni kuweza kujifanikishia sisi wenyewe malengo yetu ambayo huwa tunajiwekea, ikiwemo kufanya biashara zetu kwa uhakika, kwa sababu ni kundi ambalo linakubali kutupatia fedha kwa wakati pale tunapokuwa tunahitaji. Lakini la tatu ni kuweza kuboresha makazi yetu kwa pamoja. Tumefanikiwa kwa ujumla kuweza kuboresha makazi yetu. Hayo ndio manufaa ambayo tumeweza kuyapata kwa muda ambao tuko ndani ya Matumaini. Jina langu naitwa Roda Kagenda, ni mwenyeji wa mtaa wa Mvuleni, mitaa ya Mabomu huku. Na kikubwa sana kilichonisukuma kuingia Matumaini, kwanza Matumaini mimi ni kama nidhamu. Napenda kusimamia nidhamu sana, na nimeona mtikio wao mzuri, nidhamu ipo nzuri. Na kikubwa ambacho nimekiona Matumaini toka nimejiunga, ninajikuta ninabadilika, ninaongezeka kutoka kwenye uchumi wa chini sana na kwenda sasa naelekea uchumi wa kati. Yaani kwa maana hiyo nasema kwamba Matumaini ni kitu cha tofauti ambacho mimi nimekiona, kwa sababu nilijaribu kwenda sehemu zingine kufanya mikopo hii kama kwenye mabenki. Lakini sasa niliona ninapohitaji kuchukua kuanzia milioni 2 au mpaka labda milioni 10, lazima nitaambiwa nipeleke hati ya nyumba, hati ya kiwanja, ambayo ninaona kabisa kwamba hii ilikuwa inanipelekea kwamba kuna wakati unaweza ukadhalilika. Lakini nikashukuru kwa ajili ya Matumaini, baada ya kuja kujiunga, niweze kuchukua hicho kiasi na nikafanya maendeleo ya familia yangu na maisha yanaenda vizuri. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa Matumaini, na hivyo niseme kwamba kwangu mimi ninanufaika sana, na nilikuwa ninaomba watu wote ambao wananitazama kwa sasa kwamba ninahitajika kuja kuwekeza Matumaini. Njoo upande hisa ukume, hatuna roho mbaya, kusema ukweli mimi ninaenjoy. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Matumaini, ninaona kama Mungu ameileta ili iweze kutusaidia ambao wenye kikundi cha kati. Na niseme pia kwa mfano, ningeweza kuonana na Mheshimiwa Rais kwa sasa hivi, Mheshimiwa wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ningejaribu kumwambia kwamba yeye ni mama, anajua karibu kabisa masuala ya familia. Nilikuwa najaribu kumuomba kwamba vikundi kama hivi basi serikali ije moja kwa moja kuona wananchi wao vile tunavyofanya, na kuweza kutupa mikopo, kuweza kutuboost, yani kukaa katika ile level ambayo nadhani mama anatamani kila mwananchi afikie malengo, na Tanzania ifike katika uchumi wa kati, tuinuke wote, tuondokane na hili daraja la chini la umaskini. Nimejifunza vingi hapa Matumaini, nimenufaika na vingi. La kwanza kabisa, nimenufaika na mikopo. Tunapata mikopo kwa unafuu, kwa riba ndogo, tumeinuka kiuchumi na tunasaidiana kwa matatizo mbalimbali. Sisi tunasaidiana, sio kama vikundi vingine. Tunasaidiana, mfano mtu anaumwa, kuna budget ambayo inatoka, anasaidiwa. Na kama umepata msiba, tunasaidiwa. Kuna viti, kuna matubai ambayo tunasaidiwa ni bure, na kuna rafiki tunapata. Sasa tumenufaika sana. Naweza nikaongelea binafsi, nimeweza kujenga nyumba ya kisasa kupitia Matumaini. Nimeweza kupata
usafiri. Nimeweza kupata gari la biashara kupitia Matumaini, kwa sababu tunakopeshwa mikopo yenye unafuu na ambayo inawezekana kulipa. Majina yangu naitwa Peter Rangi, ndio mwenyekiti mkuu wa kundi hili na ni mwanzilishi. Hili sasa hivi lilikuwa kikundi, lakini sasa hivi ni kundi lenye watu 91 ambayo tunayowahudumia hapa. Baada ya ukana umaskini ukao mwenyekiti, tukaona haina sababu, lazima tuungane pamoja tuweze kuinuana kiuchumi, na kweli kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumejaribu, na sasa hivi sio kujaribu kutana, tunafanya, kwa sababu mpaka hivi wanachama wangu kama ulivyoingia ndani ukawaona, na kama ulivyoona huduma tunazotoa, hizi ni huduma tunazotoa. Tunatoa mikopo ni hizi za wanachama, ni yale tunachangisha wanachama, akiba zao tunabadilisha kwa huyu. Asilimia yetu ni 9% tu tunaiweka kwa sababu ya kupata ile riba ambayo na hisa zake ananunua. Tunaingiza shilingi 5,000 kwa kila hisa moja, lakini tunashukuru Mungu tumefanikishwa. Tulijiweka kwenye katiba yetu, tuna miradi, tutatengeneza miradi, tunatengeneza, lakini nguvu imekuwa, tunajaribu kufanya ile miradi lakini nguvu imekuwa ndogo. Tumejikongoja kwa sababu tuna umri wa miaka 9 tangu tuanze, tunajikongoja. Ndio maana naona kama sasa hivi tumepata kiwanda cha kuchakata nafaka ambazo tumezinduliwa, kama ulivyoona bango lenyewe liko pale. Tumepata ukumbi ulivyoona kama hivi, sasa hivi tunakaa ni maeneo kwetu, tumeanza kama hivi, naona tunasogea, lakini nguvu zetu nani yetu ni ndogo sana. Kwa mfano serikali, yani tunajaribu kuweza serikali, tumesajili mara zote, tumesajili manispaa, tuko halali, lakini na serikali haitufikii. Miundombinu yetu ni mibaya. Sasa ikifika hapa miundombinu yetu hivi kufanya hizi kazi tunafanya kama hizi za kiwanda, inakuwa ni shida, na tunatumia muda mwingi, tunatumia gharama kubwa kufanya hizi kazi, alafu sasa unakuta kurejesha kwake gharama zile zinakuwa ni ngumu. Na tumejikongoja kwa mikono ya wanachama kidogo kidogo, ndio maana tumetengeneza hiki kiwanda. Mashine ya wanachama ambayo inachakata nafaka, wanachama anapata kula tu, mradi tu tusie tukawa ombaomba sana au tukatengeneza wezi kwenye jamii. Ungepata mtu atushike mkono au atudhamini kwa namna tuwe na akaunti ambayo tungeweza kufanya hii kazi kwenye jamii ikatukuka zaidi.